Bwana, mgogoro kati ya Yanga na TFF umezidi kuwa mkubwa. Ikumbuke siku ya leo klabu ya Dar es Salaam Young African ilitoa taarifa kwa umma ikiandika barua ya kuonyesha watu kwamba hawatoshiriki mchezo wa fainali ya kombe la CRDB, mechi ambayo itarajia kupigwa dhidi ya Singida Black Stars kutokana na kutokulipa pesa zao za ubingwa wa kombe la CRDB misimu mitatu iliyopita. Kufuatia taarifa iliyotanguliza Yanga ilifuatiwa na taarifa ya benki ya CRDB ikieleza umma kwamba tayari wameshakwisha kutoa pesa takriban milioni 255 kwa TFF kwa ajili ya uendeshaji wa kombe la CRDB misimu yote ambayo CRDB imekuwa ikidhamini. Sasa watu wengi tukajiuliza kwamba je, kama fedha zimetolewa TFF, je, zimeenda wapi? Hajapita masaa mengi tayari TFF na wenyewe walikuja wakatoa barua kupitia ukurasa wao maalum, kurasa zao mbalimbali za mitandao ya kijamii kama vile Facebook pamoja na Instagram, wakieleza umma kwamba ni kweli walipokea milioni 255 za benki ya CRDB, lakini makubaliano yao na Yanga ndio waliofanya wasiwape Yanga, bali walizitumia kukata kwa wachezaji, walitumia kwa ajili ya usajili wa wachezaji wa Young Africans. Kwa hiyo TFF madai yao ni kwamba wao walisikiliza kile ambacho Yanga walikisema. Yanga waliwaambia TFF kwamba madai ya wachezaji kuhusiana na usajili mwanzoni mwa msimu, zile gharama zote za usajili zitumike pesa za ubingwa ambao waliushinda kombe la CRDB katika msimu uliopita. Baada ya taarifa hiyo kutolewa, Yanga tena wenyewe wakaja hewani wakikanusha na kupinga vikali taarifa hiyo, wakieleza kwamba wao hawakupokea, hakuna makubaliano ya namna hiyo waliyofanya. Lakini jambo la pili la kushangaza ni kwamba wameenda mbali zaidi wakisema sio tu msimu uliopita kwamba Yanga hawajalipwa, bali misimu miwili ya nyuma, jumla misimu mitatu hawajapokea, na wameishinikiza TFF na bodi ya ligi ya kwamba wanahitaji kulipwa hela zao haraka kabla ya tarehe 28 ili waweze kushiriki mchezo wa finali, la sivyo watagoma kabisa. Lakini hii ilikuwa ni mchezo wa tarehe 28 wa finali. Mchezo wa tarehe 15 msimamo Yanga upo pale pale, hawachezi mpaka ambapo bodi ya ligi itakapochukua hatua stahiki walizoziainisha, ikiwemo kutaka baadhi ya viongozi wajiuzuru, lakini kuainisha sababu za msingi kabisa za kwa nini mechi iliahirishwa tarehe 8. Klabu ya Simba na yenyewe haikuwa nyuma, ikaamua kulivalia njuga jambo hili na kutoa taarifa kwa umma ya kwamba wao wapo tayari kuingia katika mchezo wa tarehe 15. Wanachohitaji tu ni kutangazwa kwa tiketi na kuwahimiza mashabiki waendelee kutulia ili inapofika Mei 15 waweze kujaza uwanja wa Benjamin William Mkapa. Unafikiri ni nini kitakachoendelea? Kiukweli ni picha tamu kweli kweli. Yaani kama ni ngumi ndio inazidi kuelekea kunoga. Sisi tukae chini tusubirie nini ambacho kitakachoendelea. Lakini kwa hili ni kwamba TFF tayari imeshapigwa dolo sana na Yanga. Inahitaji uthibitisho wa taarifa kwa makini ili kuweza kutuaminisha umma, kwa sababu tayari hii ni aibu. Hii ni Trending News katika ukurasa wa YouTube. Usisahau kusubscribe for more videos. Asante. Mimi ni John Mabara.